Na mchana huu wa leo wewe unafinyanga maisha yetu, wewe unafinyanga mioyo yetu, wewe unafinyanga ndoa zetu, wewe unafinyanga Bwana mambo yote tulio nayo, mambo yale ambayo yameharibika, mambo yale ambayo yameharibika. Mchana wa leo ninatangaza ya kwamba Bwana unayafinyanga, ya kwamba Bwana unayashughulikia. Hata ndio sababu mchana wa leo na ruhusu roho hizi mikononi mwako, na ruhusu nafsi hizi mikononi mwako, watu wako na wakabidhi mikononi mwako, nikiomba katika jina la Yesu ya kwamba unahudumia kila mmoja sawa sawa na makusudi ya moyo wako, katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa sababu umetenda. Roho Mtakatifu, najipeana kwako. Ndiwe unayechiwa mioyo hizi, ndiwe unayechiwa upungufu na udhaifu tulio nao, ndiwe uchiwaye uweza tulio nao, na wewe ndiwe uchiwaye matamanio na haja za mioyo zetu. Tunajipeana kwako, na sasa tunaomba ukatuhudumie. Nami natangaza ya kwamba hatutapakia sawia hata baada ya ibada hii. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Asante. Naomba tuketi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Timothy Barasa. Ninakaa Mara. Rafiki ya jamii ya mchungaji ya Askofu Lucas, na ni rafiki ya wengine wetu katikati yetu. Nimeokoka na ninashukuru Mungu kwa sababu ya wokovu. Leo hii kura ingepikwa kati ya Kristo Yesu na Shetani, bado mimi nitampigia Bwana Yesu kura. Maana kuna mengi ameyafanya katika maisha yangu. Nimemwona akiwa Mungu mwaminifu, na kwa hivyo sichutii ni kwa nini nimeokoka. Ninalo tumaini kwamba hata leo hii Kristo Yesu alinyakua kanisa lake. Nitakuwa miongoni mwa wale watakao nyakuliwa. Kwa hivyo ninashukuru bado Mungu ni kwa sababu ya wokovu. Ningelipenda nishukuru Mungu pia tena kwa sababu ya nafasi hii, kwa njia ya watumishi wa Mungu kuniheshimisha na kunipa nafasi hii kusemezana na watakatifu wa Mungu. Watumishi wa Mungu nawashukuru. Naomba Bwana awabariki na Bwana awatende mema. Asanteni nyinyi nyote pia kwa sababu ya kunikubali ili nikapate kunena pamoja naye. Ningelitamani sana ya kwamba nikuse mkono wa kila mmoja wetu nimsalamie, lakini kwa sababu ya masaa yetu, naomba kwa niaba yangu usalamie jirani yako, umwambie hizi ni salamu za Pastor Timothy. Amen. Watumishi wa Mungu waliniuliza
nikuje na ni hudumu katika kongamano la wazee. Kwa hivyo tangia siku ya Ijumaa tumekuwa na wazee wa kanisa hili mara hapa na tumehutumiwa na Bwana. Na hata mimi japokuwa ni mimi niliyekuwa ninahutumu, wazee, nataka niwaambieni ya kwamba sijapakia tu vile nilivyokuja hapa hivi. Kuna kiwango Bwana ameniinua kwa sababu ya kuniruhusu tu nihutumu katikati yenu. Ninawashukuru na ninasema Bwana wabariki kwa sababu ya kupatikana na kufanikisha mkutano wa Mungu. Asanteni wamama wapendwa, siwajui kwa majina, siwajui sana, lakini wale wamama wapendwa waliokuwa wanatuhutumia kule kwingine tukikula na kushiba na kunywa, nataka niwaheshimu na niseme Bwana wa mbinguni awakumbuke na Bwana wa mbinguni awabariki. Asante kwa sababu ya hiyo huduma, tulibarikiwa. Watumishi wa Mungu waliniuliza katika kongamano la wazee nizungumuze juu ya mwanamume mwenye hekima, na wameniuliza nifundishe ule ujumbe mpaka Jumapili hii ya leo. Na sasa nataka nishukuru ya kwamba siongei tu leo na wazee peke yao, lakini naongea pamoja na wamama wapendwa, ninaongea pamoja na vijana, na ninaongea pamoja na hata watoto. Kwa hivyo ninaomba kwa muda ambao hautasiti lisali moja, wewe unipe masikio yako. Amen. Bwana asifiwe. Neno la siku ya leo latoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 25. Kitabu ni cha Samueli wa kwanza mlango wa 25. Hatutasoma wote. Tungelikuwa na muda kama vile tulivyokuwa na muda tungelisoma mlango ule wote wa 25. Lakini kwa sababu leo hii muda tulionao ni mfupi, ninaomba tusisome mlango wote. Nitaomba ndugu yangu siji Abu, wewe ndio umekuwa unanisaidia. Kama bako karibu tusaidiane. Nitaomba ya kwamba tutasoma kuanzia kifungu cha 10. Mlango ule wa 25 kitabu cha Samueli wa kwanza mpaka kifungu cha 25. Kuanzia kifungu cha 10 mpaka cha 25. Hapo ndipo ambapo siku hii ya leo naomba Mungu anisaidie na niongee. Karibu ndugu yetu Abraham. Soma Samueli wa kwanza mlango wa 25 kuanzia mstari wa 10. Biblia inasema, naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi akasema, huyu Daudi ni nani? Na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi kuna watumwa wengi wanaomtoroka kila mtu bwana wake. Basi mimi je, itwae mkate wangu na maji yangu na machinjo yangu niliyowachinjia hao watu wangu, wakatoa manyoya kondoo zangu na kuwapa watu ambao siwajui wametoka wapi? Basi vijana wake Daudi wakageuka wakaenda zao, wakarudi nao wakaja wakamwambia sawasawa na maneno hayo yote. Kisha Daudi akawaambia watu wake, haya, jifungeni kila mtu upanga wake. Nao wakajifunga kila mtu upanga wake. Daudi naye akajifunga upanga wake. Nao wakapanda nyuma yake Daudi, wapata kama watu 400, na watu 200 wakakaa na vyombo vyao. Lakini kijana mmoja wapo alimpasha habari Abigaili, mkewe Nabali, kasema, tazama, Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani waje ili kumsalimu bwana wetu, naye akawatukana. Walakini watu hao walitutendea mema sana, wala hatukupata dhara, wala sisi hatukupotewa na kitu chochote wakati wote
kufuatana nao tulipokuwako mavueni. Watu hao walikuwa boma kwetu usiku na mchana, wakati wote tulipokuwa nao tukiwachunga kondoo. Basi sasa ujue na kufikiri utakayotenda, kwa sababu yamekusudiwa mabaya juu ya bwana wetu na juu ya nyumba yake yote, kwa kuwa yeye ni mtu asiyefaa kabisa, hana mtu hawezi kusema naye. Ndipo Abigaili akafanya haraka, akatoa mikate 200 na viriba viwili vya divai na kondoo 5 waliofanyiziwa tayari na vipimo 5 vya bisi na vishanda 100 vya zabibu na mikate ya tini 200. Akavipakia vitu hivi juu ya punda. Akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu. Angalieni, mimi nawafuata. Ila hakumwambia mumewe Nabali. Ikawa alipokuwa amepanda punda wake na kuteremka penye sitara ya mlima, tazama, Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili, naye akawakuta. Basi Daudi alikuwa amesema, hakika ni bure ilivyokuwa nikilinda nyikani yote aliyo nayo mtu huyu, asipotewe na kitu chochote cha mali yake yote, naye amenilipa mabaya badala ya mema. Mungu naye amewafanyia hivyo adui za Daudi na kuzidi, nikimwachia katika wote walio wake hata mtoto mume mmoja. Kutapambazuka asubuhi. Ndipo hapo Abigaili alipomuona Daudi, alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifulifuli, akainama mpaka chini, akamwangukia miguuni pake, akasema, juu yangu bwana wangu, juu yangu mimi na uwe uovu. Tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako, nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Nakusihi bwana wangu, wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa, yani Nabali, kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndilo Nabali, na upumbavu anao. Lakini mimi mjakazi wako sikuwaona hao vijana wa bwana wangu aliowatuma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uchumbe ni mwanamume aliye mwenye hekima. Lakini kwa sababu leo hii tuko na akina mama, vijana pamoja na watoto, niruhusu tuseme ya kwamba ni mtu wa Mungu mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu mwenye hekima. Kama vile tumesoma, Biblia inaanza kwa kusema katika kifungu kile cha 10, mlango ule wa 25, ya kwamba na haleluya. Biblia inasema ya kwamba Daudi akiwa katika harakati za kutoroka kwa wakati huo aliyekuwa adui yake mfalme Sauli, naye ametorokea nyikani na vijana waka au jeshi lake. Biblia inasema ya kwamba huko walikokuwa wametorokea na vijana wa Nabali, yule mtu mpumbavu, walikuwa wanachunga kondoo na mbuzi zao. Maandiko vile tumesoma yametuambia ya kwamba, na kwa sababu pale walikuwa wanachunga kondoo na mbuzi zao, hapo ndipo Daudi na vijana zake walikuwa. Daudi walikuwa kama walinzi kwa hawa vijana wa Nabali pamoja na kondoo na mbuzi walisokuwa wanasichunga. Biblia imetuambia tena ya kwamba na Daudi akiwa tu kule nyikani,
Biblia ya kwamba na akasikia habari ya kwamba Nabali anakata kondoo zake manyoya. Akatumana vijana zake ya kwamba wakaende kwake na kumsaidia na chakula kwa sababu yake pamoja na vijana aliokuwa nao kule nyikani. Akikumbuka ya kwamba kwa sababu aliwasaidia wao wakiwa kule kondeni, wakiwa kule nyikani, Nabali hangekuwa na shida, hangekuwa na hukumu wa kuwasaidia na chakula. Lakini katika kifungu kile cha 10, kifungu ambacho tumekisoma, Biblia imesema ya kwamba, Kiingereza kinasema ya kwamba, and Nabal answered David's servant and said, who is David and who is the son of Jesse? There be many servants nowadays who break away every man from his masters. Akasema, Daudi yani Daudi ni nani? Huyu mwana wa Yese ni nani? Yani siku hizi watu wanaweza kuondoka mikuuni ama chini ya wakubwa wao, nao wawe wakitangatanga huku na huku pasipo kujishughulisha na shughuli zao. Sasa wanakuja kwangu ati wanataka mimi niwasaidie na chakula. Haleluya. Kumbuka kule kondeni, kule nyikani, Daudi amekuwa analinda vijana zake. Daudi amekuwa analinda kondoo na mbuzi za Nabali. Yeye alipokuwa anataka, Nabali naye akanyoshe mkono kwa Daudi kwa sababu ya jinsi alivyolilinda kundi hilo. Badala ya kushukuriwa, badala ya kusaidiwa, badala ya kupokea msaada, imetuambia ya kwamba alitukana. Bwana asifiwe. Kifungu cha 25 kimetuambia ya kwamba mke wa Nabali ambaye ni Abigail alipoelewa yale yameundwa kinyume cha jamii yao kwa njia ya Daudi, Biblia imetuambia ya kwamba na yeye akaanguka kifutifuti miguuni mwa Daudi. Akakimbia mbio, akaanguka kifutifuti miguuni mwa Daudi, akimwambia ya kwamba, Bwana wangu, usimhesabie mtu huyu maovu haya, maana kama vile jina lake lilivyo, hivyo ndivyo alivyo. Maana jina lake ni Nabali na upumbavu anao. Bwana asifiwe. Katika mahali pale ningelipenda unoti town, uchore mstari ukitaka, ya kwamba jina Nabali maana yake ni mtu aliye na upumbavu. Hapo hivyo nimekuja kuelewa kwa msaada wa Mungu ya kwamba kumbe majina tuliyopewa, majina tumepewa, majina yale wewe umepewa, majina yale mimi nimepewa, kila jina lina maana nyuma yake. Kila jina lina maana na lina nguvu nyuma yake. Nabali linamaanisha upumbavu, na upumbavu umemsababisha Nabali. Kwa sababu ya upumbavu, Nabali hajatambua na hata ashukuru Daudi kwa sababu ya jinsi alivyosaidiwa. Si kwa sababu ya nini, lakini ni kwa sababu ya upumbavu. Upumbavu unaotokana pamoja na jina alilopewa. Niko hapa hivi kusema nasi ya kwamba hata yawezekana wewe na mimi majina yale tumepewa, kwa sababu kila jina lina maana yake na lina nguvu nyuma yake. Hata na wewe huenda lile jina umepewa lina maana na kuna nguvu nyuma yake. Amen. Lina nguvu nyuma yake, na zile nguvu zilizo nyuma ya jina lako, mara nyingi usiposaidika na Mungu, zitakusababisha wewe ukaishi, wewe ukajiendeleze na kufanya mambo yako sawa sawa na maana ya lile jina, sawa sawa na maana ya lile jina na nguvu zilizo nyuma ya hilo jina. Nabali maana yake ni mpumbavu.
na nguvu zilizo nyuma ya hili jina zimemsababisha wakati anafanya maamuzi kama atamsaidia Daudi ama hapana, anafanya maamuzi ya kiupumbavu. Anatukana mtu aliyemsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Anatukana mtu aliyemsaidia. Sijui wewe unaitwa nani? Kila jina lina maana na kila jina lina nguvu nyuma yake. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba yawezekana hata majina yakatusababisha, yani majina yaka reveal, majina yakaonyesha ya za mtu. Tabia zako ulizonazo yawezekana zikawa ni kwa sababu hata ya jina ambalo umepewa. Nimekuja kuelewa na kuamini ya kwamba ni kweli, kwa sababu katika Biblia hii tangia mwanzo mpaka mwisho utakuja kukundua hata ya kwamba watu Mungu wengine kama Abraham, kama Sarai, kama Yakobo na wengine kabla waitwe na Mungu na watumwe watumike pamoja na Mungu, Mungu alikuwa kwanza kabisa anabadilisha majina yao. Ni kwa nini alikuwa anabadilisha majina yao? Ni kwa sababu alielewa ya kwamba majina wamepewa yana maana, na haya majina yana nguvu nyuma yake. Na kwa sababu ya hizo nguvu zilizo nyuma ya majina yao, hawangeweza kutumika pamoja na Mungu. Nimekuja leo hii kusema nasi ya kwamba yawezekana wengine tuko jinsi tulivyo kwa sababu ya nguvu zilizo nyuma, yani kwa sababu ya majina tumepewa. Unajitolea kanisani ama ujitolei, usipochunga huenda jina lako limechangia. Unakuja unachelewa ama unakuja mapema, usipochunga huenda jina lako limechangia. Wewe ni mchoyo ama ni mkarimu, usipochunga huenda jina ulilopewa linachangia. Wewe ni mwaminifu katika ndoa ama si mwaminifu katika ndoa, huenda ikawa ni kwa sababu ya jina ulilopewa. Maana majina tuliyopewa yanapepa nguvu nyuma yake. Nazo hizo nguvu zinatusababisha tuishi kulingana na vile ambavyo hizo nguvu zinanena juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikutana na Abraham kabla hajambariki na mtoto, anampandisha jina kuita Ibrahim. Mkewe anamuita Sarai. Yakobo anaitwa Israeli. Yule Sauli mwenye kulidhihaki kanisa, kabla abadilishwe awe mtumishi wa Mungu, ameitwa Sauli. Baadaye anabadilishwa anaitwa Paulo. Mpendo, si vizuri tu utosheke na jina ulilopewa. Tulijifunza juzi na jana kwamba ni vizuri uende an extra mile, ujue jina lako linamaanisha nini. Na kwa hivyo ni nguvu gani zilizo nyuma ya hilo jina. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika watu wetu kuna majina tumepewa, na yale majina yanapepa maana fulani, na tumesema yana nguvu nyuma yake. Nimefuatilia habari hii ya Marita na Martha, tata zake Lazaro. Na kama wewe uko hapa hivi ni Marita ama ni Maria, ninaomba tafadhali unisamehe leo. Sawa? Nimekuja kugundua ya kwamba watu wameitwa Maria. Hawa ni waabuduo, wanapenda kukaa miguuni mwa Mungu kama vile Maria alivyo.
na watu wanaitwa Martha, watu wanaitwa Marita. Sisemi ni vibaya, sababu ya majina tumepewa. Wanajishughulisha na mambo mengine. Wao pia wanaweza kukaa miguuni mwa Bwana, ni sawa, lakini kabla wakuje kukaa miguuni mwa Bwana, wataangalia kila kitu kama ni kwa nyumba kiko sawa, ndio wajipeane nafasi kwa Bwana. Na hivyo ndivyo Maritha, yule dada ya Lazaro, alivyofanya. Kwa hivyo kwa leo nimekuja tu kusema nasi ya kwamba tusitosheke, tusiridhike na yale tu majina tumepewa. Nendeni ikiwezekana, kama wasasi wapo, wazee kiasi, ulizieni, mimi nimepewa jina hili linamaanisha nini? Hata majina ya Kikristo pia nyuma yake kuna nguvu. Kuna nguvu. Mimi ninaitwa Timothy, na kwa sababu ya hili siku moja nikataka kujua neno hili Timotheo linamaanisha nini. Nikakuja kuelewa neno Timothy ama jina Timothy linamaanisha kuabudu Mungu. Fuatilia vizuri watu wanaitwa Timothy, utakuja kukundua ni watumishi wa Mungu, ni wacha Mungu, wana hiyo roho tu ya kumcha Mungu ndani mwao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu ya jina Nabali alipewa jina la kiupumbavu, hapa hivi Daudi amemsaidia. Na mpendwa, si lazima ya kwamba hata wakati umesaidia mtu pia na wewe ukasaidiwe na yule uliyesaidia. Lakini hapa hivi kwa hekima ya Mungu, and out of that sincere heart, maana ninaamini ya kwamba vijana hawa walikuwa wamemwambia mkubwa wao ambayo ni Nabali ya kwamba walisaidiwa na Daudi. Lilikuwa ni jukumu la Nabali kuchukua hatua ya kusaidia huyu mtu wa Mungu. Lakini kwa sababu ya jina alilopewa na nguvu zilizo nyuma yake, amemtusi. Na wewe na mimi tuko hapa leo. Leo hii tunasherehekea Pasaka. Tunakumbuka kifo na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapo ndipo kuna msingi wa imani yetu. Tumekula na kunywa tu, ama kuna kitu umekisema kwa Mungu, ama kuna kitu umekifanya kwa Mungu kwa sababu ya uokovu? Kumbuka, haujaokoka kwa sababu tu yako mwenyewe. Haujaokoka kwa sababu tu yako mwenyewe. Kuna mtu aliyejipeana, aliyejitoa, akafa pale msalabani, akaimwaga damu yake ili wewe uokoke. Tangu Ijumaa mpaka wa leo, wewe ni nini umefanya kwa Mungu? Nabali wakati anarutisha mkono, alirutisha mkono lakini ni mkono wa matusi. Wewe umerutisha mkono kwa Mungu, ni mkono wa shukrani, ni mkono wa heshima, ni mkono wa kejeli au matusi? Bwana Yesu asifiwe. Usishangae ya kwamba mpendwa, katika sherehe kama hizi wengi tutasingatia, wengi kama ni kupeana nafasi na fursa, tutapeana nafasi na fursa kwa mambo yaliyo ya kawaida,
tukimweka Mungu kando, yeye ambaye ametufilia msalabani. Yawezekana siku hii ya leo, hata wakati wewe na mimi tuko hapa hivi, watu wakawa kule baharini wanaogelea kwa sababu ni msimu wa Pasaka, wako huko wanaogelea. Yawezekana tunapoongea hivi, wengine wako mashambani wanapalilia ama wanapanda. Si vibaya, lakini ukumbuke tu ya kwamba kweli mimi nimeishi mpaka wa leo kwa sababu ya Mungu, na siku kama hii upatikane mbele zake kumwambia tu niko jinsi nilivyo kwa sababu yako, na kwa hivyo ninashukuru. Nimekuja kusema nasi, kando na majina tumepewa, pia tena kumbuka kurutisha mkono kwa aliyekusaidia. Mungu ametusaidia, ametukumbuka. Biblia inasema ya kwamba ni yeye aliyekuja kwetu, si sisi tulienda kwake. Ni yeye aliyetupenda mwanzo, si sisi tuliompenda mwanzo. Na kwa sababu hii, naomba tafadhali tumupe heshima zake. Tujitolee wakati tunahitajika, tupatikane na tuwajibike wakati tunahitajika. Ni njia moja ya kusema Mungu ninakushukuru kwa sababu ya kile ulichokifanya katika maisha yangu. Rutisha mkono. Rutisha mkono. Kama mshirika wa kanisa hili, jinsi gani umerutisha mkono kwa watumishi wa Mungu Mungu ameweka juu yenu? Na bali alisaidiwa. Kundi hila lilokuwa nalo kondoo 2,000, mbuzi 1,000, na wachungaji wake wote hawachatajwa walikuwa wangapi. Wakirudi wakiwa wote salama, hakuna mtu ameraruriwa, hakuna kondoo na mbuzi zimeraruriwa. Haikuwa tu hivyo kwa sababu ya wachungaji ama Nabali mwenyewe. Daudi alisaidia. Nataka niseme na sisi ya kwamba wewe hauko tu jinsi ulivyo kwa sababu yako wewe mwenyewe. Mtu wa Mungu, Mungu ameweka juu yenu. Yeye amechangia na amesaidia katika maisha yako. Bwana asifiwe. Nimekuwa hapa hivi wakati ibada imekuwa inaendelea ya sifa na ibada, na kwa dakika karibu 10 nikaona chamba ambalo lililofanyika na mtu wa Mungu, chamba ambalo na wewe haukulifanya na hata mimi sikulifanya. Sijui kama wewe uliona, lakini mimi niliona. Bwana asifiwe. Mara ya kwanza Askofu Lucas nikamtazama kwa umbali nikiwa nimeketi pale. Wakati wewe ulikuwa umesimama, wewe unapiga tu mikono yako hivi pole pole, yani kwa heshima. Yeye amepika makoti, anainua mikono. Wewe umesimama. Wakati tumekuwa na wimbo wa mwisho, nikamuona mama askofu naye pia amepika makoti analia. Wewe umesimama. Halii kwa sababu yake mimi ninaamini. Halii kwa sababu yake mimi ninaamini. Halii kwa sababu ya ndoa na jamii yake mimi ninaamini. Analia kwa sababu ya hisi mioyo. Wahifadhike, wamjue Kristo. Mabaya na maovu yapite juu yetu. Tufinyangwe, tufanane na Kristo Yesu Bwana wetu. Tuinuliwe, tufikirie viwango Kristo Mungu amekusudia. Hayo naamini ndio maombi yanatoka katika mioyo yao kwa sababu yetu wakati wamekuwa pale. Wewe umewalipa aje? Kwa hili ninaomba umulise jirani, amewalipa aje? Tafadhali ninaomba uwe mwaminifu. Ulisa jirani, amewalipa watumishi wa Mungu aje? Kama hauna jirani, ulisa kiti kilicho karibu na wewe. Bwana asifiwe. Nabali, nataka nirudie. Nabali wakati amesaidika pamoja na Daudi,
na ninajua kazi ya wachungaji, maana mimi ni mchungaji. Wakati mkilala usiku, hamjui hawa watu huwa hawalali, watumishi wa Mungu hawalali, wanakesha kwa sababu yetu. Na hata ndio nimekuja kukundua, wakati Yesu Kristo Bwana wetu anasaliwa, Biblia inasema ya kwamba kule kondeni kulikuwa na wachungaji wanachunga kondoo, nao wanachunga kondoo usiku. Sasa kabla nielewe mambo haya, nikawa ninajiuliza, inakuwaje usiku na unachunga kondoo? Kumbe hawakuwa wanachunga kondoo, yani wale kondoo wako na miguu minne, walikuwa wanakesha kwa sababu ya watu wa Mungu. Mungu ametia mikononi mwao. Wao hawalali. Wanasifu. Hawalali. Wengine wako manyumbani mwao, wamejifunika mablanketi, wamejiwekea hizo maneti. Watu wako kwa baridi, wanapigwa na baridi. Wanasema kumbuka fulani Mungu. Kumbuka hii jamii. Kumbuka hii ndoa. Kumbuka huyu mpendwa. Mungu usimwachilie mikononi mwa adui. Usimwachilie mikononi mwa adui. Bwana mtetee, mpiganie. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi gani umerutisha mkono? Mwanamume mpumbavu, mwanamke mpumbavu, mtu wa Mungu mpumbavu atarutisha mkono kwa jinsi na namna, na bali alirutisha mkono. Na bali alirutisha mkono kwa kumtukana Daudi. Nimekuja leo hii kusema nasi ya kwamba tafadhali watumishi wa Mungu, msinyoshe vitole kinyume na watu. Msiwatukane. Msiwatukane. Msiwatusi. Msiwakejeli. Maana wanajitesa hata kiwango cha kufa kwa sababu ya mioyo yetu. Bwana asifiwe. Mimi nimeona, wachana na haya ya Baali, ya Nabali. Nimeona juzi, nikawa nashuhudia wasee kwamba kwangu mimi mwenyewe yamefanyika. Kijana mmoja nimemkusa kutoka chini kiasi, amekomaa, amefika umri wa kuoa. Amekuja afisini, tumeketi, ameongea mambo yake, ameleta mwanadada alikuwa anataka kuoa, tumekubaliana, mpango imeanza. Tumeanza kumpangia mambo yake. Harusi imeenda kufanyika, lakini hapa katikati tuna changamoto. Katikati yake pamoja na mwanadada anataka kuoa. Sisi kama afisi ya wachungaji tumeingilia kati, tukasaidia. Tumesuluhisha. Ndo harusi imefanyika. Baada ya mwezi mmoja, yeye akirejea kanisani, anakuja akipewa kipaza sauti, anasimama mbele ya kanisa na anaambia, ninashukuru Mungu kwa sababu kama si Mungu sijui kama ningelifika leo. Mungu amenisaidia sana. Lakini wewe mchungaji, pamoja na uongozi wako, pamoja na kanisa lote, mnafaa muombe msamaha kwa sababu ya kile mlichokifanya. Bwana asifiwe. Nikakumbuka siku ya pre-wedding nikienda, sikurudi nyumbani. Nilitoka pre-wedding yake na nikaenda mpaka kwa shule tulikuwa tunafanyia harusi. Tukawa tunapangia mambo ya hall kutengenezwa, kubambwa, kupangwa, mambo ya vyakula kutengenezwa mapema ili tusipatikane tumechelewa. Kwa hivyo sijaenda kwa nyumba yangu nikalala. Nimeenda usiku kutwa nimelala huko, nimeumwa na umbu, tumemsaidia. Harusi imefanyika, amepewa mke. Wakati wa kurudi, badala ya kusema tunashukuru kwa sababu ya kusimama nasi, unaambiwa unafaa uombe msamaha.
Wanasifiwe. Roho ya upumbavu. Wapumbavu ndio hawawezi, yani mtu aliye ndiye hawezi kuona msaada mtu mwingine amefanya kwake. Na leo nimekuja kusema nasi ya kwamba hata kama tumekuwa na hiyo roho katikati yetu, tumekuwa na hiyo roho ndani mwetu, siku hii ya leo Mungu atusaidie tutengane pamoja nayo, tusihesabiwe pamoja na watu walio wapumbavu aina ya Nabali. Na huyu kijana ninayemzungumzia anaambia watu wa Mungu ya kwamba ombeni msamaha, hata kwa sababu chakula, hata kwa sababu wageni wake sijui wawili watatu hawakula wakashiba. Yani harusi wanaendanga huko kula kushiba. Bwana sifiwe. Si ukitaka keki wewe uende tukani, wewe ununue keki yako ukule. Bwana sifiwe. Wapendwa, tujifunze kurutisha mkono wa shukrani. Mimi ninaamini ukishukuru. Nimekuwa ninaambia wase chusi, mimi ni mpukusu. Na kabla niokoke, baba yangu msasi hata mpaka leo hii yuko hai, hachalala. Na kwa hivyo alikuwa kwa ndugu zake wengine wakubwa, wakati wametengeneza vitu zao, yani pombe, baba anakunywa mpaka wa leo. Anatutuma huko hivyo, anatutuma na tukienda kuwaita ndugu zake wakuje wakunywe hizo vitu zao. Ukienda na kupeana ripoti kwa hao baba wengine, wanakupea mayai. Yani wasetu hawakuwa wanamjua Mungu. Hawakuwa wanamjua Mungu, lakini mtoto rika hii miaka 10 kurudi chini, upeane ripoti ya kwamba baba anakuita ametengeneza vitu zenu huko, unapewa mayai moja, mayai mbili. Wanajua kushukuru. Hawashukuru umri, wanashukuru mtoto mdogo kwa sababu ya kukubali kutuma apeleke ripoti. Nikawa ninasema tena ya kwamba jambo lingine nililoliona hapo awali na likanifundisha, wakati hawa wase wamekusanyika hivyo, mtu wa kucheza litungu ameitwa yuko hapo. Kianza kucheza hiyo litungu yake na kuyataja majina ya baadhi yao, yule mtu aliyetajwa china akishukuriwa, akisifiwa, sikuchue hata wakati mwingine wangemsifu tu kwa mambo ambayo hayapo, na wanamsifu. Yule aliyesifiwa ndiye atakayeinuka, anaanza kucheza kidogo, anacheza kidogo, na kama kuna shilingi 5 sijui ama zilikuanga ngapi, anachukua na anatumbukiza kwa hiyo litungu. Nikajifunza sasa kama mwanadamu anafanya hivi, na tukijifunza kuwa na moyo wa shukrani kwa Mungu, basi na yeye ndiye atakayeamuka. Si Kristo Yesu mwana wa atakayeamuka acheze kwa sababu tunamsifu, kwa sababu tunamshukuru. Si malaika ndio watakaosimama wacheze kwa sababu Mungu anashukuriwa. Hapo hivyo aliyetajwa, aliyesifiwa, waliyemshukuru, yeye ndiye atakayesimama. Na wewe niambie leo hii, nyakati zile Rais Moi akiwa hai, wakati alikuwa anapita hizi barabara, angesifiwa, angechukua pesa sijui hata 100,000 ngapi, anapeana hata kwa watoto wa shule. Sasa kama mwanadamu anafanya hivyo, wewe niambie, Mungu wetu naye atakujaje na mkono mtupu? Atakuja na baraka zile zinakufaa wewe, atakuja na muujiza wako. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba mpendwa, tuwe na moyo wa kushukuru. Tushukuru kwa sababu ya kile Mungu amefanya kwetu, na hata kwa sababu ya kila